Kuna kitu watu wengi hawajawahi kukielewa. Mvua unayoiona ikinyesha sio tu maji yanayoanguka kutoka angani. Hapana. Mvua ni ishara ya moja kwa moja kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho, yani universe. Mvua ni lugha ya mbingu inayoongea na roho yako. Lakini watu wengi wamezoea sana mpaka wanaichukulia poa mvua. Na wakati mwingine watu wengine huwa wanakimbilia kulalamika na kulaani kwamba kwa nini mvua inanyesha. Wapo wachache sana wanaojua kwamba huo ndio muda ambao milango ya mafanikio inafunguka kwa nguvu zaidi. Yes, kama ungejua siri iliyofichwa ndani ya mvua, usingeichukulia poa hata siku moja. Sasa leo nataka nikupeleke ndani kabisa katika maarifa ambayo watu wengi hawayajui. Haya ni maarifa ambayo yatakufundisha jinsi ya kutumia mvua kuvutia pesa, mafanikio na neema kwenye maisha yako. Hili somo nilishawahi kulifundisha, lakini leo nimeamua kulirudia kwa kina zaidi ili uweze kuelewa kuna siri gani iliyojificha nyuma ya mvua. Tafadhali sana, naomba usiondoke. Haujapata video hii kwa bahati mbaya. Video hii imekuja kwako kwa kusudi maalum na imekuja kwako kwa wakati maalum. Kwa hiyo naomba usikilize. Universe inataka kukuambia nini siku ya leo. Kitu cha kwanza kabisa ambacho watu wengi hawakijui ni kwamba mvua ni dalili ya ufunguo wa nishati ya mbinguni. Mvua haitokei kwa bahati mbaya. Kiroho, mvua ni ishara ya universe kufungua mtiririko wa nishati safi duniani. Na unapoona mvua inanyesha, ujue kabisa kwamba kuna movement ya nguvu kubwa isiyoonekana inayoshuka kutoka juu kuja chini. Wewe unaona maji tu yanashuka, lakini kuna tendo kubwa sana la kiroho linafanyika hapo. Na ndio maana baada ya mvua kunyesha, utaona mazingira yanakuwa safi, hewa inabadilika na hata akili yako inakuwa na utulivu fulani hivi. Yaani kunakuwa na kautulivu fulani hivi. Hewa inakuwa fresh, inakuwa safi, kama kulikuwa na joto kuna poa. Sasa hiyo sio bahati mbaya, ni kwa sababu mvua inabeba vibration mpya ya maisha. Na sasa naomba unisikilize kwa makini. Kama nishati ya mvua ina uwezo wa kubadilisha mazingira, pia ina uwezo wa kubadilisha hali yako ya kiuchumi. Naomba unisikilize kwa makini sana. Mvua ni ishara ya baraka na uzalishaji, yani multiplication. Kila sehemu duniani inayopata mvua inazaa. Ardhi kavu haiwezi kutoa chochote, lakini mvua ikinyesha kila kitu kinaanza kuota. Sasa hii ni kanuni ya kiroho. Mvua inaamsha uzalishaji na pesa ni matokeo ya uzalishaji. Kwa hiyo unapopuuzia mvua au unapoilaani mvua, unapuuza moja kwa moja ishara ya kuzaliwa kwa fursa mpya za kipato. Watu wengi huwa wanalia hawana pesa, lakini hawajui kwamba kila mvua inayonyesha ni ujumbe kwamba anza upya. Panda mbegu, kuna kitu kipya kinaanza. Kwa hiyo mvua sio kitu cha kupuuza, sio kitu cha kulaani kwa nini inanyesha. Ni kitu cha kufurahia, ni kitu cha kupokea kwa ajili ya kupata mafanikio. Na kitu kingine ambacho watu wengi hawajui ni kwamba mvua inafungua milango ya nia na maombi. Huu ni ukweli wa kina sana ambao watu wachache wanaujua. Wakati mvua inanyesha, kuta kati ya ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho zinapungua. Yaani ile kuta inayotenganisha ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho inakuwa nyembamba. Na ndio maana wakati wa mvua maombi yanakuwa na nguvu zaidi. Mawazo yanakwenda haraka zaidi, hisia zinakuwa nzito zaidi na nafsi yako inapata utulivu. Na ndio maana kuna baadhi ya watu mvua ikinyesha usiku, yani ikimkuta usingizini, anajikuta anaingia kwenye usingizi mzito zaidi. Yani ile mvua ni kama inazidi kuchochea usingizi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mvua huwa inaleta utulivu wa nafsi. Na huu ndio muda ambao ukisema kitu kwa imani kinapokelewa haraka zaidi. Kama mtu anataka kuvutia pesa, wakati mvua inanyesha ndio muda wa kusema kwa nguvu, nafungua milango ya fedha, napokea mafanikio yangu sasa.
Tamka maneno yote ya kuvutia mafanikio na pesa kwako. Mvua inafanya maneno yako yawe na uzito wa kiroho. Hii ni siri kubwa sana ambayo watu wengi walikuwa hawaijui. Sio kila mtu ataielewa video hii. Kama umefika mpaka hapa, hii ina maana kwamba wewe umechaguliwa kuona siri hii. Hebu jiulize, ni lini mara ya mwisho kuitazama mvua kama kitu cha thamani au kwa maana ya kina? Kama leo ndio unaanza kuelewa kitu hiki, andika leo nimejifunza. Comment hapo chini ili na wengine wakija wajue kwamba hawako peke yao katika safari hii. Tupo pamoja katika kujifunza. Na pia mvua ni nishati ya usafi wa ndani, yaani kujisafisha ndani yako. Unapokuwa na mawazo ya hofu, umaskini, kukata tamaa, haya yote tunasema ni uchafu wa nishati au tunasema nyota yako ni chafu. Sasa mvua inaponyesha, universe inatoa nafasi ya kusafisha mawazo yako, kuondoa mikwamo ya kiroho, kuachilia energy mbaya. Na mtu anayejua siri hii huwa mvua ikinyesha anakaa kimya, anaisikiliza mvua, anaruhusu akili yake isafishwe. Na kama unataka kusafisha nyota yako zaidi, unaweza kutoka nje ukapigwa na mvua walau kwa dakika 5 mpaka 15. Na baada ya hapo utaanza kuona mawazo mapya ya pesa na mafanikio, na utajihisi pia hata mwili wako unapata wepesi fulani. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna nishati mbaya imeondoka mwilini mwako na nyota yako ni safi. Na nyota ikiwa safi, unapata uwezo wa kuvutia vitu vizuri maishani mwako ikiwemo pesa na mafanikio. Na jambo jingine, wakati mvua ikiwa inanyesha, watu wengi huwa wanatulia, wanaitazama au wanaishangaa au wengine wanalala tu. Lakini hii ni siri nakupa leo hii. Watu wengi wanataka pesa, lakini hawajui ni lini waweke intention zao au intention zao waziweke katika staili gani. Mvua ni wakati wa kuweka intention ya utajiri, kwa sababu nishati inakuwa iko juu, vibration ya dunia inakuwa imebadilika na universe inakuwa ipo active zaidi. Kwa hiyo ukikaa ndani au hata dirishani kwako ukitazama mvua na kusema kwa hisia kutoka ndani yako, nafungua milango ya pesa, napokea fursa mpya, maisha yangu yanabadilika. Hapo utakuwa unafanya kitu ambacho kinaingia moja kwa moja kwenye mfumo wa universe. Hii ndio siri kubwa ambayo watu wengi hawaijui. Kwa hiyo mvua ikinyesha, acha kuitazama kwa mazoea. Acha kuitazama kama ni kitu cha kawaida. Ichukulie kama ni fursa ya wewe kufanya mawasiliano na ulimwengu. Na utaona jinsi ambavyo unajibiwa kwa kishindo na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Na pia mvua huwa haiji kila siku, lakini ikija inabadilisha kila kitu. Hiyo inamaanisha nini? Mvua inakufundisha subira na mzunguko wa maisha. Hata kama kwa sasa hivi hauna pesa, haimaanishi kwamba hali hiyo ni ya kudumu. Mvua inakufundisha kusubiri wakati sahihi, kuamini mabadiliko na kuelewa kwamba kila kitu kina msimu wake na mafanikio pia yana msimu wake. Na pia kitu kingine ambacho watu wengi hawajui ni kwamba mvua ni ishara ya kuachilia kwa mizigo ya zamani. Kuna watu huwa wanabeba maumivu, kushindwa au hofu ya pesa. Sasa mvua inaponyesha, huo ndio wakati wa kusema naachilia yote yaliyopita, nafungua ukurasa mpya wa mafanikio. Na kama ukiona mvua inanyesha katika kipindi cha full moon, tambua kwamba hiyo sio mvua ya kawaida, inakuwa imebeba nishati za ziada. Kwa hiyo itumie vizuri hiyo mvua. Nilishawahi kufundisha tena kwa vitendo namna ya kutumia maji ya mvua kuachilia na kusafisha nyota yako na pia kuweza kuvutia vitu vizuri maishani. Mvua ikinyesha katika msimu wa full moon, kinga yale maji. Yale maji unaweza kuyatumia kufanya spell ya pesa, yani kuvutia pesa, kusafisha nyota yako na pia kujipaka mwilini mwako kwa ajili ya kuattract money na mafanikio. Huu sio mchezo wa kujifurahisha, ni mchakato wa kiroho wa kujifungua upya. Anza leo, fanya wewe mwenyewe ukiwa nyumbani kwako na utashuhudia matokeo.
Na mvua huwa haiji tu kwa nje, yaani haiishii nje. Mvua inaakisi kilichopo ndani yako. Kuna siku utaona mvua ikinyesha unajisikia huzuni, siku nyingine unajisikia amani ya ajabu. Sasa hiyo sio bahati mbaya. Ni kwa sababu mvua ina uwezo wa kuamplify hisia zako za ndani. Yaani kuzifanya hisia zako ziwe na nguvu zaidi. Kwa hiyo kama una mawazo ya pesa na mafanikio, mvua inakuza hayo mawazo. Kama una hofu na kukata tamaa, nayo pia yanazidi kuonekana. Na ndio maana watu wanaoelewa siri hii huwa wanatumia mvua kama kioo cha kujitazama kiroho. Yaani mvua ikinyesha, jiulize, niko katika vibration gani? Kama uko katika vibration hasi, vibration ya kukata tamaa, ondoa hiyo vibration haraka sana. Ingiza vibration positive. Waza kuhusiana na mafanikio. Mvua inaponyesha ina amplify hizo hisia na unakuwa na nguvu zaidi kama ukijitamkia maneno yenye nguvu. Na pia mvua inaweza kubadilisha frequency ya mazingira yako. Yaani kabla mvua haijanyesha huwa kuna ukimya wa ajabu. Tunaona hewa inabadilika, hata sauti zinakuwa tofauti. Sasa hii ni kwa sababu mvua inabadilisha frequency ya dunia. Na unapokuwa ndani ya frequency hiyo mpya, mawazo yako pia yanabadilika, intuition yako inaongezeka, uwezo wa kuona fursa unaongezeka. Na hii ndio maana baadhi ya watu huwa wanapata ideas kubwa za pesa wakati wa mvua. Kwa hiyo mvua ikinyesha, usiishie tu kuichukulia poa au kulalamika kwamba imekuharibia, sijui umeloana. Hapana, mvua ikinyesha, ichukulie kama ni baraka kubwa, ichukulie kama ni fursa ya kuitumia kwa ajili ya kupata mafanikio. Na pia kuna jambo kubwa ambalo watu wengi hawalijui. Mvua ni njia ya universe kuongea kwa ishara. Kuna watu mvua inaanza kunyesha pale tu wanapokuwa wanafikiria jambo fulani muhimu au tukio fulani likiwa linafanyika, likiwa linatokea. Unakuta mtu akiwa anafunga ndoa ghafla tu hapo hapo mvua inanyesha. Sasa hiyo sio bahati mbaya. Mvua mara nyingi huwa ni jibu au ishara kutoka kwa ulimwengu. Inaweza ikawa ni ishara ya kuanza kitu, ishara ya kuacha kitu fulani au kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Lakini tatizo, watu wengi hawazisomi hizi ishara. Wanaona mvua lakini hawasikii ujumbe. Yaani wanachukulia poa tu. Ukiona umeanza jambo fulani au unafanya tukio fulani alafu mvua ikanyesha, tambua kwamba hiyo ni baraka. Ni ishara ya universe kupokea kile unachokifanya au kukupa baraka katika kitu unachokifanya. Hata kama itakuharibia tukio lako, lakini amini kwamba ulimwengu umepokea tukio lako na tukio lako lina baraka zote. Na kama kuna maamuzi fulani unayafanya, aidha kuacha kitu fulani au kuachana na mtu fulani, halafu mvua ikanyesha hapo hapo, hiyo ni ishara kwamba hayo maamuzi ni sahihi. Endelea na hayo maamuzi, usiache kabisa. Na pia mvua huwa inafungua milango ya ndoto na maono. Baada ya mvua kunyesha, watu wengi huwa wanapata ndoto za ajabu, maono mapya au uwazi wa kitu fulani ghafla. Sasa hii huwa inatokea kwa sababu mvua inaondoa kelele ya kiroho na kuacha akili yako ikiwa wazi zaidi kupokea ujumbe. Kwa hiyo kama mtu unataka direction ya maisha au unataka pesa, mvua ni wakati wa kusikiliza zaidi. Yaani mvua inaponyesha, huo ndio wakati wa kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Isikilize intuition yako, angalia ishara za kiulimwengu, sikiliza ulimwengu unakuambia nini. Mawazo utakayoyapata baada ya mvua kunyesha mara nyingi huwa ni mawazo sahihi, na ndoto utakazoziota wakati mvua inanyesha mara nyingi huwa ni ndoto zenye ishara au zenye maono fulani. Kwa hiyo basi, usije ukaona mvua inanyesha halafu ukaichukulia poa au kama ni kitu cha kawaida. Kila tone la mvua huwa lina ujumbe fulani. Kila sauti ya mvua ina mwaliko wa kiroho. Ni mwaliko wa kusema amka, maisha yako yanaweza kubadilika. Na kama umekuwa ukipitia kipindi kigumu, kama umechoka, umekata tamaa, unaona hakuna kinachoenda sawa katika maisha yako, basi sikiliza hii kwa moyo wako wote. Mvua haiji kwa bahati mbaya. Inakuja kukukumbusha kwamba bado kuna uzima,
bado kuna nafasi, bado kuna mwanzo mpya. Kama ardhi kavu inaweza kuchanua baada ya mvua, basi na wewe unaweza kusimama tena. Kwa hiyo usikate tamaa, usijione umechelewa, usiamini kwamba maisha yako yamekwisha. Kila mvua ni ahadi kutoka kwa ulimwengu kwamba kuna kitu kipya kinakuja. Kwa hiyo anza leo. Mvua ikinyesha, tulia, sikiliza, omba, tamka maneno yenye nguvu, weka nia zako, na amini kabisa kwamba, amini kwamba universe inakusikia. Kwa sababu ukweli ni huu hapa. Watu wanaofanikiwa sio wale wanaoona mvua tu, ni wale wanaoelewa maana yake. Kwa hiyo mvua sio tu kuiona na kutamka maneno, bali kuelewa maana yake. Na kwa sababu wewe umeanza kuelewa, amini kwamba mafanikio yako yanaanza kubadilika kuanzia sasa. Watu wengi mvua inaponyesha huwa wanakimbilia kujificha, wanahofia kupata unyevu, kulowana, wanahofia kupoteza comfort yao. Lakini hiyo ndio bahati mbaya. Hawajui kwamba wakati huo huo nguvu kubwa ya maisha inashuka chini kwa kila tone la mvua. Na naomba nikwambie kitu. Katika channel hii haujaja kwa bahati mbaya. Hapa umechaguliwa kusikiliza hii video. Umepewa nafasi ya kufahamu siri ambayo wachache sana wanaijua. Hapa ndio sehemu ya kuanza safari yako ya mafanikio. Hata kama unajisikia kwamba umepitwa na watu wengine, kuna watu wamefanikiwa kuliko wewe. Kumbuka, mvua huwa inanyesha kwa kila mtu. Haichagui, haioni makosa yako ya zamani, na wala haikatai fursa kwa mtu. Kuanzia leo, hebu badilisha mtazamo wako. Watu wengi huwa wanaona mvua kama ni kero, kizuizi au mabadiliko tu ya hali ya hewa. Lakini wewe ambaye umetazama video hii, unatakiwa uanze kuiona kama dirisha la kiroho linalofunguka kwa muda mfupi. Unapoona mvua inaanza, usikimbilie tu kujificha, tulia kwa sekunde chache, jiambie ndani yako, huu ni muda wa nguvu. Kuna kitu kinashuka kwa ajili yangu. Hii hatua peke yake itabadilisha kabisa namna unavyopokea nishati ya mvua. Na pia mvua inaponyesha, ingia kwenye hali ya utulivu na kusikiliza. Usikurupuke na kukimbia kimbia. Mvua huwa ina sauti, na sauti hiyo siyo ya kawaida. Ni sauti inayoweza kutuliza akili yako, kupunguza msongo wa mawazo na kufungua fikra zako. Kwa hiyo mvua inaponyesha, tafuta sehemu tulivu. Inaweza ikawa ni dirishani, mlangoni au hata ndani kwako. Kaa kimya kwa dakika chache. Usitumie simu wala usiongee. Ruhusu akili yako iingie kwenye hali ya utulivu. Hii ndio hatua ambayo intuition yako inaanza kuamka na mawazo mapya ya pesa yanaweza yakaja. Ukishapata utulivu, weka nia au tunasema intention ya pesa pamoja na mafanikio. Hii ndio hatua muhimu zaidi. Mvua inaponyesha, nishati inakuwa iko juu na universe inakuwa iko open zaidi kupokea maombi yako au maneno yako. Kwa hiyo sema kwa hisia, inaweza ikawa ni kimoyomoyo au kwa sauti ndogo. Nafungua milango ya pesa kwenye maisha yangu. Nakaribisha fursa mpya ya mafanikio. Maisha yangu ya kifedha yanabadilika kuanzia sasa. Unaweza kutamka maneno mengi zaidi ambayo yanafanana na haya ya kuvutia wingi wa pesa na mafanikio maishani mwako. Lakini usiseme tu, usitamke tu ili kukamilisha ratiba. Ni lazima hisia zihusike. Jione tayari una pesa, jione tayari una amani, una mafanikio. Na hapo ndipo intention yako inaanza kuwa na nguvu. Na pia unaweza kuitumia mvua kusafisha nishati mbaya. Kama umekuwa na hofu ya pesa, mawazo ya kushindwa, kukata tamaa, sasa hii ndio moment ya kuachilia. Mvua inaponyesha unaweza kufanya hivi. Fumba macho yako, kisha jiwazie, visualize kichwani kwako kwamba mvua inakusafisha. Mvua inaondoa mawazo yako mabaya, hofu zako, historia yako ya kushindwa hovyo, na ndani yako, kimoyomoyo unaweza kutamka maneno haya hapa. Naachilia kila kinachonizuia kupata pesa na mafanikio. Hii ni hatua ya kuclear njia
kabla ya vitu vipya kuja maishani mwako. Utaona jinsi ambavyo unakuwa mwepesi, utaona jinsi ambavyo unaanza kuvutia vitu vizuri maishani mwako. Na pia unaweza kufikiria au kuvisualize maisha unayoyataka. Baada ya kujisafisha, kuondoa mawazo mabaya na kila kitu. Sasa tengeneza picha mpya kichwani mwako. Wakati mvua bado inaendelea kunyesha, jione ukiwa na maisha unayoyataka. Jione ukiwa na pesa ya kutosha. Jione ukiishi kwa uhuru. Usifikirie tu, yani ishi hiyo hisia ndani yako. Yani fanya kama ndo unayaishi hayo maisha. Sasa kadiri unavyohisi kwa nguvu, ndivyo unavyotuma signal kubwa kwa universe. Na baada ya hapo, shukuru kama tayari umepata. Yani kuwa na shukrani kwamba tayari umeshapata hivyo vitu. Hii ni siri kubwa sana ya watu waliofanikiwa. Badala ya kusema nataka pesa, sema asante kwa pesa zinazokuja. Hata kama uzioni, lakini sema asante kwa pesa zinazokuja. Wakati mvua inaendelea kunyesha, sema asante kwa mafanikio yangu. Asante kwa fursa zinazokuja. Asante kwa maisha mapya. Hii inaiweka akili yako kwenye frequency ya kupokea. Na ukiiweka akili yako katika frequency hii ya kupokea, universe inafungua mlango wa mafanikio. Tambua kwamba mvua sio tu hali ya hewa, ni moment ya kiroho ya kubadilisha maisha yako. Tofauti kati ya watu waliofanikiwa na watu wengine sio bahati, ni namna wanavyotumia moments kama hizi, vitu vidogo vidogo kama hivi. Mvua ni kitu cha kawaida sana. Kila mtu ameizoea mvua, hakuna asiyejua mvua, lakini siri ya kiroho iliyopo nyuma ya mvua ni wachache sana wanaoijua. Watu wengine wanaiona mvua na kupita, wengine wanaiona mvua na kubadilisha maisha yao. Sasa swali linabaki kwako. Wewe utachagua kuwa upande gani? Upande wa kuipuuzia mvua na kuichukulia poa, au kuitumia mvua kubadilisha maisha yako? Jibu unalo ndani yako. Tafadhali sana share video hii na wale wote unaowapenda ili na wao waweze kujifunza. Asante sana kwa kunisikiliza.